Mara nyingi sisi wa Kristo tumekuwa tukifurahi tukiwaona watu ambao walikuwa naimba bongo flavor ama walikuwa nafanya aina tofauti ya muziki tofauti na muziki wa Injili. Tumekuwa tukifurahia sana vile ambavyo wanapata chance ya kumjua Mungu, alafu wanakubali kwamba kutoka huku tunahamia upande huu, na huu ndo unakuwa msingi wa maisha yetu. Kuna waimbaji kadhaa haya hivi karibuni wamehama kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine, yani wamehama kutoka kwenye secular kuja kwenye gospel, na makofi yalikuwa mengi sana kipindi hicho ambacho tunawapokea. Na sio tu kwa mastaa wakubwa, lakini hata tu huku makanisani kwetu tuna watu ambao labda tuliwahubiria Injili, baadaye walikuwa na mambo mengi, baadaye wakaja wakaokoka baada ya kuhubiria Injili, alafu wakaja kanisani. Kwa namna kama tunakuwa tumewatenga hivi baada ya wao kuokoka. Sasa kwa namna kama tunakuwa tumewatenga, tumewaacha kwamba hebu ngoje wakae kivyao, alafu tutarudi kwa ajili ya kuzungumza, ama tutaendelea kuwaona vile maisha yao yanakwenda. Mfano mzuri, tuna waimbaji tofauti. Wengine mnawafahamu, wengine pengine labda ulikuwa hujajua, basi leo nataka nikufahamishe kwa uzuri kabisa. Tuna mwimbaji kama Rhino, anafahamika kama Rhino, ni moja kati ya waimbaji ambao walikuwa wanafanya muziki tofauti, and then akakubali kuokoka, alafu akarudi kwenye mstari ambao sisi tunatamani waimbaji wetu wamtumikie Mungu kwa sauti zao. Lakini pia tuna mwimbaji kama Cosmas Chidumule, amefanya kazi kubwa sana katika muziki wa Injili, pia ukitaja waimbaji huwezi kumkosa. Lakini pia tuna waimbaji kama Samiri, zamani walikuwa kama Samiri Kinyuri, lakini sasa hivi ni Samiri ambaye anamtumikia Mungu. Lakini pia tuna mwimbaji kama Ruby, tuna mwimbaji mwingine, wako wengi sana, majina yao yote siwezi kutaja, lakini hawa ni baadhi ya wale ambao tuliwaona kabisa kwamba hawa wamehama kutoka stage moja kuja kwenye stage nyingine, kwa maana wameachana na kuimba vitu ambavyo Mungu havipendi, wakahamia kwenye gospel. Sasa hawa mara nyingi tumeona ni wachache sana ambao tumewapa nafasi kwenye matamasha, tumewapa nafasi kwenye kuwaalika kwenye ibada mbalimbali, ni wachache sana. Swali moja likanijia, nikajiuliza kwamba hawa watu walikuwa wanafanya huko nje, walikuwa wanafanya hivyo vitu, kuimba kwenye matamasha mbalimbali kama sehemu ya kujipatia ajira ama kipato kwa ajili ya familia na mambo mengine mengi. Lakini wamekuja huku, ni kama tumewatenga. Tunaandaa matamasha ambayo tunaona A-list ya watakao hudumu kwenye matamasha ni wale. Leo utamuona mtu fulani pale, ataandaa mtu fulani ibada, utamuona mtu fulani ndo anahudumu pale, lakini mzunguko mkubwa ni wa waimbaji wale. Lakini wale ambao tuliwapokea kwa mikono miwili, kana kwamba tumefurahia wao kuja katika kumtumikia Mungu, ni kana kama tumewatenga. Yani tumewaacha mbali kabisa kwamba ngoja kwanza wajipambanie wenyewe. Lakini ukweli ni kwamba tunahitaji kuwashika mkono waimbaji. Tunahitaji kuwashika mkono waimbaji hawa ambao kiukweli wamehama kutoka stage moja kwenda stage jingine. Swali ambalo nikajiuliza, nikasema nafikiria kichwa najiambia, sisi kama kanisa ni upendo gani ama ushirikiano ama msaada unaostahili tuwaandalie hawa watu ambao wamehama kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ili na wao wafeel ama wajihisi kama ni part ya kanisa, kwamba hawakukosea kuhama, walikuhama waje huku. Na hii sio kwa waimbaji tu, hii hata kwa waumini wa kawaida wa kanisani. Tunapokuwa tumewahubiria watu Injili, wameokoka, wamekubali kumpokea Yesu na kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, wamekuja kanisani. Sisi kama kanisa tunafanyaga kitu gani kuwasaidia hawa ambao tumewahubiria Injili wakulie katika wokovu, ili wafikie kwenye malengo ama wafikie kwenye level ambayo na wao wanaweza kusimama na kumwambia mtu mwingine kwamba Bwana, huku ndiko kumenyooka. Leo hii tutawaambia nini ama tutafanya kitu gani sisi kama kanisa?